Asante Yesu, wewe ni mwaminifu. Amen. Ndugu na dada yangu, niko hapa tu kusimulia matendo makuu ya Bwana ambayo nimemuona akitenda na ambayo nimeona hata wengine wakishuhudia wema wa Bwana. Nataka kabla sijaanza kusimulia matendo makuu ya Bwana nilisome neno moja hapa. Katika Warumi 8 mstari wa 26 hadi 28. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo ajua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yaani nakwambia ndugu na dada mpendwa, hata mimi kabla sijampokea Yesu, kabla Roho Mtakatifu hajanishukia, kwa neema ya Mungu na kwa huruma zake nyingi, nilikuwa nadhani ya kwamba najua kuomba. Lakini nakwambia kama jinsi neno limetuambia hapa katika Warumi 26, ni Roho Mtakatifu peke yake ndiye utusaidia jinsi ya kuomba. Maana neno la Mungu linatuambia hatujui jinsi ya kuomba, isipokuwa Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie. Maana Roho Mtakatifu ndiye anajua ukweli wa Mungu jinsi ulivyo, na Roho Mtakatifu ndiye anajua kusudi la Mungu lilivyo, na Roho Mtakatifu ndiye anajua wakati bora wa Mungu wa kukutendea wewe. Kwa hivyo wakati unapoomba maombi yako, nakwambia tamani sana Roho Mtakatifu akusaidie. Maana usipoomba kwa Roho Mtakatifu, ndio maana neno linatuambia, yani tunaomba amis kwa furaha zetu, na ndio maana maombi mengi yajibiwi. Kwa hivyo nakwambia, kama unataka kuanza kuona maombi yako yakijibiwa, siku ya leo mkaribishe Roho wa Mungu aingie ndani ya moyo wako. Na jinsi ya kumkaribisha Roho wa Mungu aingie ndani yako ni kwamba umpokee Yesu Kristo. Cha kwanza, umpokee Yesu Kristo, umkaribishe katika moyo wako, umwambie Yesu atawale maisha yako, atawale fikra zako na vitu vyako vyote. Yaani wewe ukane nafsi yako, ukatae mambo ya ulimwengu, uambie Yesu akuelekeze kwa kusudi la Mungu katika maisha yako. Na nakwambia ndugu na dada mpendwa, unapomkaribisha Roho Mtakatifu akutawale, akuongoze jinsi ya kuomba, nakwambia utaanza kuona maombi yako yakijibiwa. Na nakwambia usije ukadanganyike ya kwamba wafu wanaweza kukuombea. Maana kuna maombi mengi watu wanaomba kwa elimu ya dunia hii, elimu ambayo imetungwa na wanadamu, elimu ya kupotosha, akikuambia mtu mfu awaombee. Ati salamu Maria tuombee. Maria aliyekufa atakuombea vipi na wewe upo hai? Nakwambia ndugu na dada mpendwa, hakuna uhusiano wote kati ya walio hai na kati ya waliokufa. Kwa hivyo siku ya leo, kama umekuwa ukiomba ukiambia Maria, Maria, Bikira Maria akuombee, nakwambia siku ya leo kubali fikra zako zibadilishwe. Uelewa kwamba ni Yesu peke yake anaweza kukuwezesha kupitia kwa Roho wake kuomba kwa ajili ya makusudi ya Mungu yalivyo, kwa ajili ya mapenzi ya Mungu jinsi yalivyo. Na ukikubali Roho wa Mungu akusaidie, sio Bikira Maria. Na wacha nikukumbushe kitu kimoja, mama wa Yesu akija kufa hakuwa bikira. Maana alishakuwa ashamzaa Yesu, tena alishakuwa amezaa watoto wengine. Kwa hivyo sijui unaomba bikira mgani ya kusaidia. Na nakwambia siku ya leo, usipokubali fikra zako zifanywe upya kwa nguvu na mamlaka ya neno la Mungu, utazidi tu kung'ang'ana katika hii dunia. Utazidi kuomba maombi na kungojea miaka na miaka yasije yakajibiwa. Maana hata nakwambia wakati wa kuomba ni wewe ujiachilie. Uachilie moyo wako na fikra zako, ujipeane, iwe tu ni Roho Mtakatifu peke yake ambaye unasikia jinsi anavyokuongoza. Maana kama wewe pia umekuwa ukishikilia vitu, yaani kitu kimetengenezwa na mwanadamu, unashikishikilia, unakipapasa papasa wakati unaomba, yaani unashikilia rozari ati unaomba na rozari.
Rozari haiwezi kuongelesha, rozari haiwezi kuchunguza moyo wako, haiwezi kuchunguza fikra zako ielewe jinsi wewe unataka Mungu aambiwe. Na rozari haiwezi kukuunganisha na Mungu. Ni Yesu peke yake, mwana wa Mungu, aliyetolewa akafa msalabani, akaimwaga damu yake kwa mapigo aliyopigwa ili tuweze kupona magonjwa yote. Na Yesu alipokata roho pale msalabani akasema yote imekwisha. Hivyo Yesu peke yake ndiye aliyekufa na akafufuka. Mama wa Yesu hakufufuka. Kwa hivyo siku ya leo nakwambia, kama umekuwa ukiomba kupitia kwa mama ya Yesu, nakwambia Yesu peke yake ndiye anaokoa. Mama wa Yesu hawezi kuokoa. Hata mama ya Yesu alipokuja kumtembelea pamoja na mandugu zake, mitume wa Yesu wakamwambia, mama yako ndio yule na mandugu zake. Yesu alisema mandugu zake na mama yake ni wale wanaotii baba yake aliye mbinguni. Kwa hivyo siku ya leo ni kipindi ambacho kimefika watu waambiwe ukweli, ili vifungo waliofungwa vya elimu ya dunia hii, vya elimu ya mizimu hii, vikaweze kufika mwisho, na watu wa Mungu wakaweze kufunguliwa na wakaweze kuwekwa huru na kukombolewa, ili wataweze kutembea kwa hekima na maarifa ya Yesu Kristo. Maana pia neno linatuambia kwamba neno la Mungu ndio linatusaidia kushusha fikra zote ambazo zinajiinua kinyume na elimu na hekima ya Kristo. Je, siku ya leo umekubalia neno la Mungu kwanza likuongoze na likutawale siku ya leo? Ndugu na dada mpendwa, kama hujaokoka, na kuambia furaha ya kweli na utamu wa kweli utaupata kwa Yesu peke yake. Yawezekana umejifurahisha na pombe na vileo siku mingi sana, lakini inakuwa ni furaha ya muda tu. Ukisharudi soba inakuwa ni kilio. Na kuambia katika dunia hii nilikimbia sana, dunia nilikimbia, sikupata pumziko kamwe, hata pombe nilikunywa, nikirudi soba mawazo chungu nzima. Nakwambia furaha haiwezi, pombe haiwezi kukupa furaha ya kweli. Hata usherati ni furaha ya muda tu, na ni furaha ya upumbavu. Maana wewe jichunguze peke yako, wewe mtu mzima, na natamani siku moja ujichukue video ukifanya usherati, alafu uje uangalie baadaye uone jinsi upumbavu unaoufanya wewe kama mtu mzima uliye na akili, uliyepelekwa shule na wazazi, na uliyehubiriwa miaka na miaka neno ukilikataa. Nakwambia siku ya leo fukubali fikra zako zifanywe upya. Furaha ya kweli utaipata kwa Yesu peke yake. Amani ya kweli utaipata kwa Yesu peke yake, sio kwa vitu na raha za dunia hii. Maana hata wengi wamekimbizana na mali, wakisema ya kwamba kitu cha maana katika maisha hii haya yani ni purpose. Lakini wacha nikwambie, purpose without God is nothing. The most important thing in this life, it is God, because many have followed their purpose, and in the pursuit of their purpose they have found themselves in the hands of the devil. They have found themselves serving their purpose in the hands and the will of the devil. Therefore I tell you this day, if you want to experience goodness and mercy and the blessing that maketh rich in this world, the blessing that addeth no sorrow, you will find it only by the Lord God who created you. Mungu aliyekuumba ndiye anajua kusudi ambalo amelitenga afanye mambo yote kwa wema katika maisha yako. Na ndiyo maana natuambia, yani mambo yote hufanyika kwa wema kwa wale wanaompenda Bwana na wale ambao wameitwa kwa kusudi lake. Je, jiulize siku ya leo, kupenda Bwana kwako kukuweka kwenye mizani ni kwa unafiki tu ama ni kwa kweli? Maana wengi wanampendanga Bwana wakati wamepungukiwa, wakati wameishiwa, wakati wamejipata kwa dhiki na shida, wakati wamejipata wamesongwa na uchawi, ndio wanakumbuka Mungu. Lakini wakishabarikiwa, wakishainuliwa, wanamsahau Mungu. Yani in their comfort of the blessing of the Lord, they forget the Lord. But I'm telling you, any moment that you forget the Lord and leave his ways, I'm telling you, he will forsake you. He will turn his face away from you. And I tell you, whatever you have joined yourself with, that is against the will of God, eventually it will press you so hard, it will hit you so hard and leave you broken until you search the face of the Lord again. Kwa hivyo nakwambia ndugu na dada mpendwa, hebu tazama jinsi mawingu yanavyopendeza.
Tazama jinsi anga inavyopendeza. Tazama jinsi miti inavyopigwa na upepo. Yani inachezea Bwana tu, inachezea Mungu, lakini wewe hutaki kumchezea Mungu. Mungu amekupa uhai na uzima, amekupa hata sauti. Wacha nikwambie siku ya leo, usije ukasema sauti yako ni mbaya, huwezi kumwimbia Mungu. Mungu ndiye aliweka hiyo sauti ndani yako, ndiye anajua hiyo sauti ni nzuri. Maana Mungu kila kitu alichokiumba alikitazama na akasema hiki ni kizuri. Je, kama Mungu amesema kitu ni kizuri, wewe ni nani useme ni kibaya? Hata wengine wana elimu za upumbavu ya kusema kwamba hawezi kusalimiwa na mkono wa kushoto, ati mkono wa kushoto ni mbaya. Wewe unasema mkono wa kushoto ni mbaya, na ni uliumbwa na Mungu. Kama mkono wako na kushoto ni mbaya, basi wacha ukatwe na utupwe mbali, tuone kama hutalia. Kitu chochote Mungu alichokiumba kinafaa, kinapendeza. Ona jinsi mlivyoumbwa vizuri, mnavyopendeza. Na ndio maana unapata wengi wanakuwa obsessed na kujiangalia kwa kioo. Yani unashangazwa na jinsi Mungu alivyowaumba wakipendeza. Lakini nakwambia, the moment you get obsessed with the creation and forget the Lord who created it, you will lose your way. Tamani siku zote umwangalie Mungu aliyeumba vitu vyote ambavyo vinapendeza na akasema ni vizuri. Yani ukijitazama kwa kioo ukiona unapendeza, akubali fikra zako na moyo wako zimuelekee Mungu alichokiumba, hicho kiumbe kizuri unachokiona kwenye kioo. Maana nakwambia mitindo imefika hii ya sasa. Huwezi kujua msichana ni nani, huwezi kujua mama ni nani, huwezi kujua mzee ni yupi. Maana wanawake nakwambia, najua mnapenda kufurahia umbo zenu. Ndio maana ukienda kwa nyumba kila ya mwanamke utapata kuna kioo kikubwa kabisa hapo. Yani akitoka kwenye bafu la kizima simame hapo ajiangalie vizuri jinsi Mungu alivyomuumba vizuri. Ndio maana hata anavaa suruali ambayo iliyopana, anajiangalia hapo, anasema kweli leo atanitambua. Lakini nakwambia, hukuletwa hapa duniani watu wakutambue. Uliletwa hapa duniani utumike kwa kusudi la Mungu, ili Mungu atambulike hapa duniani kupitia kwako wewe. Maana siku hizi huwezi tambua msichana na mama. Unapata msichana akitoka kwa bafu ako hapo kwa kioo. Hata mama akitoka hapo kwa kioo ati anatingisa kwa hapo kwa kioo aone. Akiona imetingika anasema anajua sasa ako sawa. Ndio maana unaona wengine wanaelekea kupaka vitu vya upumbavu ambavyo vimetengenezwa kemikali ya kubadilisha umbo za mwili, ya kuongeza shape. Nani alikwambia shape ambayo uko nayo haipendezi? Mungu ndiye alikuumba jinsi ulivyo na akaona shape yako inapendeza, na anajua kwa nini akulikuumba jinsi ulivyo. Maana unawezekana ulizaliwa mahali kuna jua kali na wewe unataka unone. Mwili wako uteswe na jua, lakini Mungu alikuumba ukiwa mwembamba, sababu alijua mwili wako utastahimili mahali ambapo kuna jua kali. Unaweza kuwa Mungu alikuumba ukiwa mnono sana, akajua kwamba labda umezaliwa mahali kuna baridi, labda utapitia changamoto mingi, kwa hivyo unahitaji mwili ulio na mafuta. Alafu unaenda unameza matembe ati ukonde. Wewe unataka kubishana na Mungu, unataka kubishana na kazi ya Mungu, unataka kubadilisha kazi ya Mungu. Nakwambia siku ya leo, kama unaelekea kubadilisha kazi ya Mungu, nakwambia wazi hadharani na ukweli ambao huwezi taka kusikia, lakini ukianza kubadilisha kazi ya Mungu, huo ni upumbavu. Tamani Mungu akumiminie hekima yake ambaye itakuongoza kuangalia Mungu mtu wa ndani. Roho wa Mungu ndiye atakuelekeza na elimu ya neno takatifu. Kama ulisomi neno, nakwambia utang'ang'ana sana. Mwili utakutesa, hisia za mwili zitakutesa. The flesh will torment you if you don't read the word, because the word is what transforms the minds of men and women. To come into alignment unto Christ, to come into alignment unto the will of God. And if you are not reading the word of God, you are reading all these books, watching pornography, watching all manner of foolish things, I'm telling you, you will lose your way. You will get lost in this world, and you won't have the Lord to blame. You won't even have the devil to blame, because the devil is doing his work. Mara nyingi mmemlaumu shetani sana. Yeye shetani yako kwa kazi yake, hivyo ndivyo aliumbwa. Na tukaambiwa kwa neno la Mungu ya kwamba kazi ya shetani ni kuiba na kuharibu na kuua. Kama neno la Mungu limekutangazia kazi ya shetani ni kuiba na kuharibu na kuua, na wewe mwenyewe ndio umejipeana kwa mikono ya shetani, wewe ndio umejipeana kwa nia ya shetani, sasa unamlaumu shetani vipi? Hakuna siku hata moja shetani anakuja akushike mkono akwambie twende tulewe.
Hakuna siku hata moja shetani atakuja kushika mkono akwambie twende tufanye usherati. Ni wewe peke yako unainukanga kwa fikra zako na nia zako na tamaa zako, unajipeleka, unajiangusha kwenye mikono ya shetani. Unamwambia shetani, nipokee, niko hapa, tufanye raha za dunia hii. Kwa hivyo ufai kumlaumu shetani, na nakwambia lawama zote siku ya kiyama ambapo Mungu atasimama kwenye kiti chake cha hukumu, hapo hapata kuwa na neema ya msamaha. Hapo hata kuwa kubembelezana au utapea Mungu hongo. Mungu hawezi kupewa hongo. Na ndio unaona matajiri wengi ambao wanajipiga kiburi kwa pesa nyingi na mali nyingi, wanawadhalilisha wanadamu wengine, wanawatesa maskini, wanawapokonya wajane mashamba yao, wanawapokonya mayatima mashamba yao kwa kujigamba kwa kiburi cha fedha mali katika dunia. Inapofika Mungu anapoanza kuwaadhibu, fedha zao haziwezi kuwasaidia. Hawezi kumuonga Mungu. Mungu ndiye mwenye mali na fedha zote, ndiye mwenye dhahabu na vitu vyote vilivyo mchangani ambavyo vinachimbuliwa na wanadamu wanaomba vitu vizuri. Ni Mungu peke yake aliziweka huko. Kwa hivyo Mungu hahitaji fedha zako. Hizo fedha ulizo nazo unajipiga kifua nazo, ni Mungu tu amekupa kwa neema yake ili utumie hizo fedha kumshuhudia hapa duniani, kusupport kazi yake, kusaidia maskini, kusaidia wajane. Lakini wewe unajilimbikizia sifa, umaarufu wa dunia. Inakwambia wale ambao wametekwa na tamaa ya kukimbizana na umaarufu na sifa katika dunia hii wameangukia mahali pabaya. Ndio maana nataka nikukumbushe siku ya leo, purpose without God is useless. I know motivational speakers will tell you that the most important thing is in this life, it is purpose. I'm telling you, it is not purpose. Purpose without God is zero, sufuri bin sufuri. You need God in order to fulfill your purpose according to the will of God in this world, so that what you create in this world, what you replenish and multiply in this world, will be accepted in the heavens, so that the anointing of the Lord will support you and back every work of your hands, and bring the goodness of the Lord and the mercies of the Lord upon those who have known Christ, so that by your deeds and by your blessings men will get to come to the Lord. Lakini nakwambia baraka za watu wengi, watu wengi ambao wamebarikiwa wanatumia baraka zao kudhalilisha watu, kufanya watu hata wamkatae Mungu, wa kusema kama kubarikiwa ni hii, wacha ikae. Je, siku ya leo matendo yapi unatenda hapa utukufu wa Mungu katika dunia hii? Najua una marafiki wengi unawafurahisha, unawaambia tukutane base, tukule kanyama, tugonge 2-3, lakini je, Mungu unamfurahisha vipi ambaye amekuhurumia kwa huruma nyingi? Nakwambia kuwa hapa tukisimama hapa siku ya leo ni neema ya Mungu, nakwambia ni huruma ya Mungu. Kama ingekuwa siku za kale kabla Yesu hajafa msalabani, wakati Yesu alikuwa anafagia kijiji kizima, wakati Yesu alikuwa anaua mtu mzima bila kujali, nakwambia kama sio neema ya Yesu, kama si huruma za Yesu, kama si kizuizi Yesu kutuhurumia, nakwambia Mungu angelituangamiza kitambo. Maana matendo mengi ambayo yanafanyika katika dunia hii ni machukizo mbele ya Mungu. Watu wameamua kumkana Mungu na kumkataa Mungu kabisa. Watu wameamua kuenenda kwa elimu yao, kwa elimu ya dunia hii. Watu wameamua kufurahisha the flesh. I'm telling you, your life in this world is a battle between the flesh and the spirit. And if you let the flesh rule over your life, if you let the flesh rule over your mind, if you let the flesh dominate the desires of your heart, I'm telling you, you will have a lot of troubles in this world. You will fall into many snares of the devil in this world if you allow the flesh to dominate your life. I beseech you by the mercies of God that you hear today's word and reminisce upon it, and let it be marinated in your heart and bring transformation upon your heart, that you will get to know the Lord this day. Utafikia mahali pa kukata kauli lini uambie Mungu, nimekata kauli, nimekutambua kama Mungu na Baba, nimekutambua kama muumbaji wangu, nimekutambua ya kwamba siku ya hukumu nitasimama mbele yako, anijibu kwa maneno yote na matendo yote niliyofanya. Je, jiulize siku ya leo, Mungu atakapokuita kwenye kiti chake cha hukumu utamwambia nini? Maana nakwambia kila kitu kinachofanyika katika dunia hii kiko kwenye record. Na ndio maana neno linatuambia kuna kitabu cha matendo kitafunguliwa. Haya mahubiri tunafanya hapa siku ya leo yako registered in the heavens.
Na siku ya hukumu ukisema hukusikia neno, kitabu kitafunguliwa. Ukumbushwe siku ya leo, uchanganyikiwe, ukose la kusema. Kwa hivyo siku ya leo jiulize, umesikia neno la Mungu likihubiriwa mara ngapi? Watu wamekuja kwako mara ngapi kukwambia uokoke, unawaambia wewe umeokoka na unajua vizuri hujaokoka? Yaani unakubali unajisi wa nafsi ukuongoze kudanganya. Na neno pia linasema waongo hawataingia mbinguni. Sio mimi nimesema, ni neno la Mungu. Maana wengi wanaonanga uongo ni kama ni sio dhambi. Wengine hata wanadanganya kwenye madhabahu ya Mungu. Anashuhudia ushuhuda wa uongo. Mwingine anasema nimeokoka kwenye madhabahu ya Mungu na anajua vizuri hajaokoka. Mwingine anasimulia stories za uongo akijifanya ni yeye ukweli, anajua ni uongo. Nakwambia siku ya leo, imefika kipindi watu waambiwe ukweli bila kubembelezwa. Maana the prosperity gospel has corrupted the minds and hearts of many sinners to the point that they can't get to know the Lord, to the point that they can't come into the knowledge of truth that sets the minds and hearts of men free. Siku ya leo nakwambia, kubali neno la Mungu, ulisome kila siku, jisomee wewe mwenyewe binafsi. Kata kauli siku ya leo, neno la Mungu, Biblia iwe syllabus yako ya kila siku. Jitengenezee syllabus yako kwa Biblia kila siku. Wewe jiulize, yani ujue, yani unakwambia nikukumbusha kwamba Mungu ni mwenye mipango. Yani Mungu alikusudia umjue kuanzia utotoni. Yani ukinunuliwa vitabu za shule unapata Biblia iko hapo kwa record. Yani serikali yenyewe, the corrupt governments of this world, the corrupt men of this world, yani hawajawahi kufikiria kuiondoa Biblia kwenye syllabus. Hakuna siku utapata Quran. Watoto wanaambiwa waende na Quran ama waende na vitabu vingine vya dini zingine, lakini Biblia iko pale. Maana Mungu amekusudia umjue kuanzia utotoni. Huo ni mpango wa Mungu. Mungu anasema mipango aliyoianzisha katika maisha yako, yani ukimkubali ataikamilisha. Hivyo kubali Biblia ambayo uliipata kwa shule yako, ukikununuliwa na wazazi ukaenda nayo kwa shule. Wengine hata hawakusoma. Hata mimi mwenyewe nilinunuliwa Biblia nikienda shule, lakini sijawahi soma siku hata moja. Lakini wakati nilielewa ya kwamba Mungu alikusudia nimjue nikiwa mdogo, hata watoto wangu lazima niwaambie wasome Biblia. Maana ni kusudi la Mungu Biblia iwekwe kwenye syllabus ili watoto waisome, waanze kupata ufahamu wa Mungu mapema. Mili kwa dunia hii wasimezwe na elimu za dunia hii, wasimezwe na elimu ya mizimu na ibilisi, wasimezwe na elimu ya wanadamu ambao wanataka kujitukuza na kujilimbikizia mahali kwa kuliuza neno, kubadilisha neno la Mungu liwe merchandise. I'm telling you, if you are not led by the Holy Spirit in this world, you will be made merchandise by wolves in sheepskin who call themselves men of God, when they are indeed serving Satan. Sio kila mtu analiita jina la Bwana ambaye anahubiri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wengi wamelichukulia neno. Yani kitambo, acha nikwambie ndugu na dada mpendwa, kitambo ilikuwa kawaida. Yani watu walikuwa wakitaka utajiri, walikuwa wanaenda wanachukua majini, wanaanza kutoa watu wa ukoo kafara, wanaanza kutoa watu wa familia kafara. Lakini siku hizi elimu ya ibilisi, elimu ya principalities and powers imeadvance. Sasa watu hawahitaji kuchukua majini waanze kutoa watu wa ukoo kafara. Shetani amewarahisishia, amewaonyesha unaweza kufungua kanisa, alafu uchukue majini yako uyalete pale, na uchukue Biblia ujifanye mhubiri, na uanze kutoa kondoo wa Mungu kafara. Lakini nakwambia siku itafika, na siku iko karibu kufika, ambapo Mungu atainuka kwa upanga wake na ataporomosha na kuyapasua madhabahu yote ya manabii wa Baali. Atawafichua na kuwaweka wazi, atawanasa kwenye uovu wao, atawanasa kwenye elimu yao na hekima yao ambayo Mungu anasema ni upumbavu. Siku inakuja na kwambia mtaona Mungu akijidhihirisha kwa mamlaka yake. Yani manabii wa uongo wakisimama kwa menye madhabahu yao, watabiria watu wa Mungu ili wawapotoshe, lakini wanaanguka hapo kwenye madhabahu yao na wanazimia kabisa ili Mungu watukuke. Na wakiamuka wanaanza kutubu na kushuhudia jinsi wamemwabudu shetani, na kusema ya kwamba wametambua ya kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa na kuinuliwa ila Jehova Baba wa mbinguni, the great I am that I am, yeye aliyetokea Musa kwa moto, moto wa kichaka ambacho hakikuwa kinateketea lakini kilikuwa kinawaka. The God of Isaac and Abraham is about to show himself, and he will reveal himself for his glory in this world, because the heavens and the earth are the Lord's.
It have come a time where men have profaned the name of the Lord, thinking that the eyes of the Lord are closed. But I'm telling you, the true living God of heavens does not sleep nor slumber. He is about to roar with the thunder of his voice. He is about to roar with the fire of his lightnings and come to be known in this world. Just like he said in the last days that he will pour his Holy Spirit upon all flesh. The time is coming that those who are called by the name of the Lord, that those who have chosen to worship the Lord will worship the Lord in spirit and truth. And the deceivers, those who are walking in deception, the Lord will set them to be seen by everyone. The Lord will catch them at their own snares. The Lord will cause them to fall into the same pits. They lay of dark for the sheep of the Lord. Kondoo wa Mungu wameteseka sana katika hii dunia. Kondoo wa Yesu wamehadaiwa sana. Kondoo wa Yesu wamedanganywa sana katika hii dunia. Ni kipindi tumlilie Mungu. Atumwambie Mungu aliyepasua bahari ya Shamu, Mungu aliyepasua mto Yordani, watu wakapita kwenye mchanga uliokauka, hakukiwa na ukuta wa maji pande hii na ukuta wa maji pande hii. Hadi kipindi imefika ambapo tumuite huyo Mungu wa Israeli, atumuone kama jinsi wana wa Israeli walivyomuona. Oh Lord, we cry unto you, mighty Father. We wail our voices unto you, Lord. Where are you, my Father? Where are you, Jesus? Come and rescue your sheep in this world. Come and rescue the flock of you, Lord Jesus. Bwana hurumia kondoo wako katika dunia hii. Bwana hurumia kondoo wako katika madhabahu yaliyoinuliwa na maajenti wa kuzimu ambao wanapotosha watu wako kwa elimu ya mizimu. Bwana shuka utende jambo. Bwana shuka uonekane. Wewe ni Mungu unayejibu kwa moto. Onekana katika dunia hii Bwana. Angaisha manabii wa Baali, wafichue, waweke wazi Bwana. Wanapoenda kufanya kafara zao kwenye giza Bwana, wakamate, watetemeshe, wapofushe kwa mamlaka na upako wa Roho wako Mtakatifu. Wasione hata kafara zao, wasione hata vitabu za incantations and rituals wanavyovisoma katika jina la Yesu Kristo. Oh Lord of heavens, I pray that you roar with the thunder of your voice. I pray that you answer by fire and destroy all the altars of Baal and destroy all the false prophets of Baal in the name of Jesus. Bwana shuka kama jinsi ulivyompaka Elijah mafuta, akaitisha moto kutoka mbinguni ukateketeza Sodoma, na hapo ukampa kibali na mamlaka, akawaangamiza maelfu ya manabii wa Baal. Bwana tunatamani tukuone hata katika nchi ya Kenya, ukikamata manabii wa Baal, ukiwakamata manabii wa uongo, anakuangamiza kwa utukufu wa jina lako. Bwana jidhihirishe, Bwana jitukuze, Bwana onekana. Umeviakiwa siku mingi Jehova, ilali wewe ndiwe Mungu mwenye mamlaka yote, uliyeumba mbingu na nchi. Unasema dunia ni makalio ya miguu yako Bwana. Tetemesha dunia kwa miguu yako Bwana, ili watu wakuone, wakuogope, watu wakuone, wapate kicho chako. Imefikia wakati watu waambiwe ukweli ili wapate kicho cha Bwana, kicho cha kuogopa Bwana, kicho cha kutetemeka mbele ya Bwana, wakijua kwamba Mungu si wa kudhihakiwa. Maana anasema kwa neno lake yeye hadhihakiwi, ya kwamba chochote mwanadamu atachokipanda lazima atakivuna. Nakwambia manabii wa uongo wamecheza na Mungu miaka mingi, wamecheza na Mungu kwa muda mrefu. Mungu akiwa amenyamaza na kuwatazama, lakini nakwambia mtakuja kuona wakililia Mungu, wakimwita Mungu, wakimwaga makamasi na machozi mbele ya Mungu, wakimwambia wasamehe, wakitubu kwa kulia na kusaza, wakishuhudia wao wenyewe kwamba kunaye Mungu aketie juu mbinguni asiyedhihakiwa. Maana anatuambia macho yake yanatembea kote duniani, yeye ndiye achunguzaye mioyo na fikra za wanadamu. Bwana shuka mahali hapa kwa Roho wako, achunguza fikra na mioyo za kila mmoja hapa Bwana. Anashusha fikra zote zilizo kinyume na hekima yako Yesu Kristo. Awalio hapa siku ya leo Bwana, wakuolewe na wakutambue, awatembelee katika maono na ndoto kila usiku Bwana. Roho wako wazungumzie ili wafunguliwe kutoka kwa kiufungo cha the flesh
flesh, ili wafunguliwe na kuwekwa huru from the chains of the bondage of sin, ili washuhudie kwamba walilisikia neno lako siku moja pale gossip, na wakakata kauli kuokoka, wakakata kauli kusema wamemkubali Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka yote. Unasema hakuna yeyote atakuja kwa Baba ila kupitia kwako. Yesu Kristo, wacha wapendwa wao Bwana waoshukiwe na neema yako Bwana, wahurumie ili wakujue Bwana, ili siku ya kiyama itakayopofika wasije wakaangamia. Tunakulilia Bwana wa uzima kwa ajili ya nafsi zote zinazopita hapa Bwana. Bwana, tembelea nafsi za watu wako Bwana, awashushie neema yako Bwana, upako unaovunja ngome zote ushukie watu wako wote wanaopita hapa na walio kwenye biashara hapa Bwana. Okoa nafsi siku ya leo Bwana. Ni wewe ulisema Yesu ya kwamba yeyote atakaye kuamini miujiza na ishara zako zitaandamana naye. Bwana, tuko hapa tukisema ndio na amina. Kwa hiyo ahadi yako ya kwamba miujiza na ishara zitaandamana nasi, tunakiri na kushuhudia ya kwamba tutaishinda dunia hii katika jina lako Yesu Kristo. Kupitia kwako Yesu unaishi ndani yetu, uliye mkuu kuliko uliye duniani. Tunakiri na kushuhudia siku ya leo, jioni ya leo, siku ya Jumamosi, ya kwamba tutazishinda nguvu zote za giza kupitia kwako Yesu Kristo. Tutie nguvu ambazo tunatembea nazo katika hii dunia, nguvu ambazo tunamwabudu Yesu nazo katika hii dunia, sio nguvu zetu, sio nguvu za mili hii unaiona, sio mili hii inahitaji chakula, bali ni ile nafsi ya ndani ambayo inalishwa na neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndilo mkate wa uzima, na ukiingia ndani yako ndugu na dada mpendwa, hautakuwa vile tena, lazima utabadilika. Because when the seed of the Lord enters the heart and the spirit of a man, there had to be a change taking place for the glory of the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We lift to Jesus in this place. We decree and declare that everywhere we go we shall take dominion, and souls shall come running unto you. You told us, Lord, that we believe in you and follow you, Jesus. You shall make us fishers of men. We decree and declare today, by the promise of your word and by the inspiration and anointing of your Holy Spirit, the men shall arise in this vicinity, and they shall be fishers of men in the name of Jesus, for the glory of the Lord Jehovah Almighty God, creator of the heavens and the earth. Hakuna mwingine aliyeumba dunia, ni Jehova peke yake. Hakuna mwingine aliyeweza kuumba mwanadamu. Wanadamu wenye teknolojia na filosofia nyingi, ana elimu nyingi ya dunia hii, elimu hata iliyopitia kwa ibilisi, ambao wamezama katika rituals ili wapate elimu ya mizimu. Because I'm telling you, when the devil was cast out of heaven, he came out of heaven with the fallen angels, and the fallen angels have the wisdom and knowledge to create great things, to create astonishing things in this world, in order to deceive many men and women. But I'm telling you today, you need to welcome the Holy Spirit in your heart and in your life, that the Holy Spirit can help you to discern what is from God and what is from the devil. Because not every great thing is from the Lord. Many great things in this world are coming from the pits of hell by the craftiness of the devil. Maana wakati shetani alipotupa kutoka mbinguni, alishuka na vipawa vyake. Kwa hivyo shetani hata ana uwezo wa kufanya miujiza na ishara. Shetani akiwa mbinguni alilisoma neno lote, anajua neno lote kuanzia Genesis to Revelation. Na wewe kama ulielewi neno la Mungu, utamchallenge shetani namna gani? Maana nakwambia miujiza na ishara haziwezi kumtetemesha shetani. Maana kumbuka wakati Farao alipokujiwa na Musa, aliita waganga na wachawi wake wakafanya miujiza pale mbele ya Musa. Lakini Musa kwa nguvu na mamlaka ya Mungu alipoachilia fimbo yake, yani nakwambia muujiza wa Mungu unakuanga mkubwa kabisa. Ile fimbo ya Musa ilimeza zile nyoka za wachawi wote. Ndio maana nakwambia kama wewe ni mtu wa kukimbizana na miujiza
na ishara katika hii dunia, utapotelea kwenye mikono ya shetani. Maana shetani, you can't rebuke the devil with miracles, you can't rebuke the devil with signs and wonders, you can't rebuke the devil with your prayers. I'm telling you, wengi wamefanya hata maombi yao kuwa sanamu. Yani wanaamini sababu wanaomba sana shetani hawezi kuwafikia, lakini hawatii neno la Mungu, bado wanafanya dhambi. Kama bado unafanya dhambi, hata huo unaomba namna gani, yote ni bure nakwambia. Shetani hasuliwi na maombi yako. Kile unaweza kuchallenge shetani nacho ni neno la Mungu. Na ndio maana Yesu alipobatizwa na akapelekwa jangwani, alichallenge shetani kupitia kwa neno la Mungu. Akaambia shetani, imeandikwa. And just imagine, even the devil tried to test Jesus, tried to challenge Jesus by the word, telling the Jesus that it is written, if you fall down, the angels shall compass you and carry you. Yani nakwambia, imagine shetani akimjaribu Mungu kwa neno. Yani na wewe usomi neno. Wewe unangojea tu kuambiwa pokea, unangojea tu kuambiwa utainuliwa, unangojea tu kuambiwa utabarikiwa, and you are not being told the process to which you will be blessed, the process to which you will be lifted. I'm telling you, many preachers who are led by the prosperity gospel are only creating for you the roof. Yani wanakuinua tu kukujengea paa, yani wewe ukae tu pale juu, lakini hawakujengei msingi thabiti. Ndio maana unaona majaribu yakija, hakupungukiwa kukija, unaanguka flat. Maana hawakujengea msingi ambao utakusimamisha wakati wa majaribu, msingi ambao utakusimamisha imara. Ujue kwamba kukosa katika hii dunia ni jambo la kawaida. Maana Mungu alipoiumba hii dunia, aliumba mema na mabaya. Ndio katika mabaya uweze kutambua Mungu aliyekuumba, na katika mema uweze kumshukuru Mungu aliyekuumba. Kwa hivyo elewa, katika uvuli na bonde la mauti, bado Bwana atakuwa na wewe ukimtumainia. Na usipomtumainia, nakwambia katika bonde la uvuli wa mauti, shetani atakutana na papo nawe pale, akuchallenge, akwambie, I have prosperity here, I have blessings here. You just need to sacrifice your brother, you just need to sacrifice your mom, you just need to sacrifice your father, and you will live in all the riches that you want. You will fly with all planes into all states that you desire. But I'm telling you, like Solomon said, it is all vanity. Eventually it will be vexation of spirit. Eventually it will be abomination before the Lord God who created you. So I'm begging you today, I'm beseeching you by the mercies of God, you better desire to know the Lord who created you, because eventually a day shall come when you return to the Lord your maker. What will you tell him? Mungu akikuita hivi sasa akwambie, njoo mwanangu, nimetamani uje nyumbani, utaambia Mungu nini kama hukumpokea katika hii dunia? Kama katika hii dunia wewe nguvu zako zote, maarifa na hekima zako zote ulizipotezea kwa anasa na raha za dunia, ulizipotezea kwa kukimbia kwa waganga, nakwambia siku ya leo, elimu ya mganga iweze kukuponya, elimu ya mganga iweze kukukomboa, irizi za mganga ziweze kukukomboa. Unaweza kuzibeba ukoje ukaekea mume wako ili akupende zaidi, lakini nakwambia hiyo ni elimu ya udanganyifu. Maana upendo wa kweli unatoka juu mbinguni kwa Mungu aliyekuumba. Maana ndio anasema, mpende Mungu kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote, na usiwe na Mungu mwingine kando na yeye. Na kisha anasema ya pili, ambaye iliyo na nguvu kama ya kwanza, mpende jirani yako jinsi unavyojipenda. Je, usipompenda Mungu aliyekuumba akufahamishe jinsi alivyokuumba vizuri, utosheke na jinsi ulivyo, ili uweze kujikubali, ujue kwamba Mungu alipokuumba ukiwa mfupi, ukiwa mrefu, ukiwa mwembamba, ukiwa mnono, aliona unapendeza. Anahakisha kupa maarifa ya kujitambua na kujikubali vile, ndipo utafikia kiwango hata cha kumpenda jirani yako. Maana nakwambia kumpenda jirani sio rahisi. Wengi wanasema wanajipenda, lakini Mungu ndiye mwenyewe amesema, kama huwezi kumpenda jirani yako unayemwona kwa macho, kama huwezi kumpenda ndugu yako unayemwona kwa macho, huwezi kusema unampenda Mungu. Mungu anasema yeye ni upendo, na yeyote asiyependa hamjui Mungu. Na pia neno la Mungu linasema ya kwamba chochote kilichozaliwa na Mungu hakiwezi kutenda dhambi. Hivyo nakwambia siku ya leo, unapompokea Yesu afanyike msaada ndani ya maisha yako, na umkaribishe Roho Mtakatifu, utazaliwa kama mbegu ya Mungu.
Mungu. Huko ndio kunaitwa kuzaliwa mara ya pili. Na ukizaliwa mara ya pili, mbegu ya Mungu inaingia ndani yako. Yesu anaingia ndani yako, na anamwalika Baba pia anaingia ndani yako, na hivyo unafanyika mwana katika ufalme wa mbingu. Na ukifanyika mwana katika ufalme wa mbingu, hapo ndipo Mungu anaanza kukuongoza, anaanza kutembea na wewe, anaanza kukuongelesha kwa maono na ndoto ambazo ni za maajabu, zitakushangaza, akikuelekeza katika njia zake. Na najua kipindi cha crucify the flesh, it is not easy, I'm telling you my brother. It is a battle to crucify the flesh, but only the Holy Ghost can help you to strengthen you, to strengthen your mind, to strengthen the meditations of your mind, to strengthen the desires of your heart and align them unto the will of God, for you to get to a point where you will crucify the flesh and deny yourself and take up the cross and follow Jesus. Yes. And when you follow Jesus, I'm telling you, you will be a new creature. And the old man will die and will be born anew. Yes. I just imagine Nicodemus went hiding to talk to Jesus. Kumuuliza Yesu, je, kuzaliwa mara ya pili ni kupi? Maana Nikodemo alikuwa anadhania atatumbukia tena kwenye tumbo la mama yake azaliwe. Leo pia Yesu akamwambia hakuzaliwa mara ya pili. Alipomwamini Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, asiyekuwa na laana, mwana wa Mungu, akondoo wa msalaba, akamwaga damu yake, akasulubiwa msalabani, akapitia dhiki na mateso mengi. Just imagine Jesus crying unto the Lord Jehovah, asking him, why have you forsaken me? I'm telling you, if you are not walking with Jesus in this world, you will cry unto the Lord many times, asking him, where are you? Asking him, where are you and why me? I'm telling you, the time for asking why me is gone. It is a high time when you find yourself in tribulations, when you find yourself in hardship, it's for you to seek within you and ask yourself, what am I not doing right according to the will of God? Na ukijichunguza wewe mwenyewe ujiulize, je, ni wapi namkosea Mungu ndio nipitie dhiki? Utaanza kupata ufahamu wa kweli na kujua kwamba kupendana na dunia ni machukizo mbele ya Mungu. Friendship with the world is an enmity with God. You need to know that this day, and stop loving the world, because this is not your home. Your home is in heaven. Ndio Yesu alisema ya kwamba ameenda juu mbinguni hakutujengea makao, maana nyumbani mwa Baba hakuna makao mengi. Ana siku ya leo Bwana nakwambia na kukukumbusha, katika dunia kazi ni nyingi, lakini watenda kazi ni wachache. Ajiulize siku ya leo, kama Mungu ni baba yako, unatenda kazi vipi katika hii dunia? Kwa kusudi lake, kwa utukufu wake, kwa mapenzi yake, unafanya nini katika hii dunia? Mambo yote unayofanya, je, ni ya kukufurahisha tu wewe peke yako na jamii yako? Kujitosheleza tu wewe peke yako? Na Mungu anakuhurumia na kukupa uhai kila siku. Kama saa hizi ungetoka hapa tuende mochari, nakwambia ungeona wanadamu wamelala pale kuni. Na sio kwamba wao ni bora zaidi ama ni wema zaidi kutuliko. Mungu ametuhurumia ili tujifikie mahali pa kujirudia na kujiuliza, je, Mungu aliyetuumba alituleta kwa hii dunia kufanya kazi gani? Ndio tujirudie. Nakwambia siku ya leo imefikia wakati watu wajirudie. Na nakwambia mkijirudia Wakenya nawaambia siku ya leo, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, mkijirudia na kumlilia Mungu na kumwita Mungu na kumtazama Mungu, amtoe macho yenu kwa president kabisa. President hawezi kukusaidia, wanasiasa hawezi kukusaidia. Mungu aliyekuumba, Mungu aliyeeka mipaka ya Kenya. The Lord says he is the one who set the bounds of habitation for every living thing. Kwa hivyo Mungu ndiye aliweka mipaka ya Kenya. Kwa hivyo nawaambia Wakenya siku ya leo, mkimlilia Jehova aliyeumba Kenya, mkimlilia Jehova aliyeumba hata hao wanasiasa wanaowadhulumu, nakwambia Mungu anashuka kwa nguvu na mamlaka yake, ataiponya nchi ya Kenya, ataondoa corruption. Mtaona Mungu kwa mamlaka yake kwenye kiti chake cha enzi akishusha mamlaka yake na kuwang'oa wanasiasa wapotofu, akung'oa wanasiasa wanaotegemea mizimu ili wakae kwenye uongozi. Mtaona akishusha hata wanasiasa ambao walitishia
wengi na kuokoka. Mtaona Jehova akiwashusha na kuwang'oa kwenye viti vyao na kuweka wengine, maana Mungu anasema ndiye anainua anayependa na kushusha anayependa. And therefore I'm urging you and beseeching you, my fellow Kenyans, by the mercy of God, let us cry unto the Lord Jehovah who created this nation. Let us turn away from our sins. Let us cry and wail unto the Lord in repentance in the name of Jesus. And I'm telling you, the Lord of mercy, who is in heaven, whose mercy endureth forever and ever, will show us mercy, and he will heal our land. He will handle the politicians on our behalf, and he will change our economy, because the economy of heaven never diminishes. The economy of heaven continues to prosper. I'm telling you this day, Kenya needs God. Kenya doesn't need politicians. We have tried politicians and they have failed us. We have tried preachers and prophets and they have failed us. It is high time as Kenyans we arise and bow before the presence of the Lord and call upon the name of the Lord. We crying and grieving for the sake of our sins, for the Lord to show us mercy, for Jesus to show us mercy and come down by his throne and change our nation, and change the political sphere of our nation, and discombobulate and pluck out all the principalities that has been ruling over our politicians and leading them into corruption and leading them into human sacrifice in order to stay in power. The blood of Kenyans will no longer be shed anymore, as Lord the Lord watches. The blood of Kenyans belongs unto Jehovah. It doesn't belong unto demons or politicians. It doesn't belong unto spirits and demons of false prophets. The blood of Kenyans belongs to the Lord who created them, and the Lord is ready to reign by his power, to stretch his mighty hand and outstretched arm and rescue the Kenyans of this nation. But where are you in crying for the Lord's mercy? Where are you in repenting and turning away from your sins? What are you doing to deserve the mercy of God? Because I'm telling you, even though the grace of the Lord is unmerited, I'm telling you, it comes to a point where your sins go beyond, to the point that they are abomination before the Lord, to the point when the Lord looks, he sees abomination, and it has come a point where you need to be told the truth, so to turn away from your wicked ways. Stop all the prostitution, stop all the witchcraft, stop all the devil worship, and hear the voice of the Lord today, and turn back unto the Lord. Forsake the gods of Baal, and forsake the principalities and powers of prosperity, because they will lead you into the pits of hell if you don't repent and turn unto your God. Hear the voice of the Lord this day and return unto the Lord, and the Lord will save this nation. The Lord will save your lives. The Lord will save the lives of your children. The Lord will save your families, because I'm telling you, many marriages are breaking because many people have forsaken the will of the Lord. Many people have forsaken the guidelines of the Lord. Many spouses are being led by their own flesh to gratify foolishness and fornication and adultery, to gratify the desires of the flesh and the lusts of the flesh. That's why many marriages are breaking. Stop blaming the devil for broken marriages when you yourselves are engaging in sin day and night. You need to repent and stop the adultery. Keep your marital bed holy and sanctified, and the Lord will show you mercy. He will protect your marriage. He will protect your marriage, because if Jesus said that he shall raise a church and no gates of hell shall prevail, I'm telling you, the first church is marriage. And if you turn unto the Lord and obey his commands and keep his statutes, he will show you mercy and establish the ministry of marriage and fight for it, so that no gates of hell come in to separate
separate spouses, coming to separate marriages, will never prosper again in the name of Jesus. Now tell me, Kenyans, do you hear the voice of the Lord? Will you hearken unto the voice of the Lord? Will you hearken unto the commands of the Lord? Because the Lord in Deuteronomy 28, he says, if you obey his commands, the blessings will follow you. But if you disobey his commands, the curses and diseases of Egypt will come unto you. Stop being deceived that you will be blessed outside of the will of the Lord. Even if you get many riches and wealth and finances outside of the presence of the Lord, eventually those finances and wealth will be vanity, and they will lead you to your death, because many have gotten obsessed in pursuing their purpose, and eventually they have found themselves serving their purpose in the hands of the devil, in the principles and guidelines and witchcraft and sorceries of the devil. We need to forsake this abomination in the name of Jesus, and know that even the Lord God Almighty gives lasting riches that cannot perish, that will not come with sorrow. Therefore, this day, before I finish, I beseech you by the mercies of God, my fellow Kenyans, hear the word of the Lord and turn away from your sins. I'm not here to lie to you that you will be blessed. I'm not here to lie to you that you will be lifted. I'm not here to lie to you that your enemy will die. Your enemy will not die. Je, kama unaenda makanisa ambayo unaambiwa maadui wako watakufa, na Mungu mwenyewe alikwambia pemba maadui wako, basi siwaje tufanye hivi? Sababu wewe unataka maadui, unakubaliana na mchungaji aombe maadui wako wafe, si ujue pia wewe una maadui? Basi kama wewe una maadui na unatamani muombe na mchungaji wako wafe, si wewe uache pia maadui wako waombe na mchungaji wao, wewe ukufe kwanza alafu wao wafuate baadaye? Utakubali? Wakati unaenda kudanganywa na nabii wa uongo ya kwamba utaomba wa maadui wako wafe, kumbuka ya kwamba huyo adui wako akifa, damu yake iko juu ya mikono yako, maana wewe ndiye ulipeana idhini auliwe. Kwa hivyo siku ya leo nakwambia, usikubali nabii yote wa uongo achafue mikono yako kwa damu ya adui yako. Samehe adui yako na umpende, na ndio utaona baraka ya Mungu, ndio utaona ukombozi wa Mungu. Na Mungu anatuambia pia, anapoanza kutesa adui yako, ya kwamba usifurahi, maana unaweza kufurahi kuona vile jinsi adui wako anateswa na Mungu. Mungu aone kufurahi kwako kukiwa machukizo, aache kumtesa adui na amsamehe. Kwa hivyo leo, siku ya leo, msikubali kudanganywa tena, msikubali kuchangamshwa tena, kujengewa tu paa isiyo na misingi. Kubali kujengewa misingi ambayo itakusimamisha katika dunia hii. Utembee katika hatima yako. Hatima yako ni Mungu anayejua. Na ukimtii Mungu, ukimwabudu Mungu kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, na kwa fikra zako zote, nakwambia Mungu ndiye atakuelekeza kwa hatima yako. Mungu ndiye atakuelekeza kwa baraka unayohitaji katika dunia hii. Baraka zote zinatoka juu mbinguni kwa Mungu. All blessings and all good gifts comes from the Father of lights. Hakuna mchungaji yote, hakuna nabii yote wa uongo anaweza kukupa kipawa ama kukupa kipaji. Vipawa vyote vinatoka juu mbinguni, ni Mungu tu atakupa. Siku ya leo funguke, naomba roho wa Mungu afungue macho ya ndani, muweze kuona mbinu za shetani ambazo zimeinuka kwa ukamilifu wa neno lililosema ya kwamba siku za mwisho kutainuka manabii wengi walio na elimu ya kuwapotosha hata wale wateule. Ili msije mkapotoshwa, msimame imara kwa neno la Mungu. Jifunze kulisomea neno la Mungu. Nakwambia kusoma neno la Mungu ndio ufanya macho ya rohoni yafunguke. Kama ulisomangi neno, nakwambia macho yako ya rohoni yatakaa akiwa kipofu. Lakini nakwambia ukianza kulisoma neno la Mungu na ulifuatilize kila siku, nakwambia macho yako yataanza kufunguka, ya rohoni yataanza kufunguka. Hata utakuwa unakutana na mtu hivi, kwa Mungu anakwambia hadharani, huyu ni mchawi, bila hata kuambiwa na mtu yeyote. Roho wa Mungu atakuwa akafunulia kwa maono. Yaani maadui wako wakipanga njama, Mungu anakufungulia mapema. Na unaomba na unakanusha na wanashindwa kabisa. Utaona wameanza kukaa tu mbali na wewe. Kwa hivyo siku ya leo, elimu ya dunia hii na ya wanadamu, doctrine ya wanadamu, nakwambia injili ya wanadamu wa dunia ambao wametunga ya kuambia tu mtabarikiwa, na hawakwambii vile utaenda mbinguni, hawakwambii vile utatembea na Mungu, hawakwambii vile utatubu na uache dhambi ndio Mungu atembee na wewe, akubariki kama jinsi unavyopenda. Nakwambia msidakubali kudanganywa tena.
Roho wa Mungu awasaidie kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Afungue mioyo yenu, afungue macho ya rohoni, afungue fikra zenu, muweze kuelewa mbinu za shetani. Maana wengi wametembelewa na shetani wakadhani ya kwamba ni Mungu. Wengi wamebarikiwa na shetani wakadhani ya kwamba ni Mungu, na mwisho wao wakajipata kwenye kifungo kibaya sana. Tamani kuanzia siku ya leo mtembee na Roho wa Mungu. Na nakwambia mtaona mapenzi ya Mungu yakitimia katika maisha yenu. Mtaona ushindi wa Mungu ukitimia katika maisha yenu. Katika jina la Yesu Kristo, mbarikiwe sana. Asante Yesu, karibu. Thank you Jesus.